الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه وحمد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر ما وفد، ونسأله الهداية والتوفيق والمدد. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد المنزه الذات عن الشريك والولد، رفع السماء بلا عمد، ونصب الجبال بلا وتد، وخلق الخلق وأحصاه عدد، قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع والسند المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بالرصد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك جد واجتهد، خير من عرف عن الحلال وزهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كلما ركع لك عبد يد. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. aya 40 ya sura Fatir ndipo tulipofika jana. Tunaipitia tena mbio ili tuingie katika aya 41 insha Allah. aya 40 nasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. نعم. tumesema mambo matatu kwa hujja na mujadala wa kiakili. Sema waambie Muhammad, kul araaitum, akhbiruni, niambieni mambo matatu haya. Araaitum shurakaakum alladhina, wale washirika mnaoshirikisha miungu ya uongo, alladhina tad'una, mnaomba min duni llahi, ghairi ya Allah, mkamwacha Allah aliyekuumbeni, mnawaabudu hawa washirikina masanamu na wengineo. Taib, tuambieni basi, aruni, tuonesheni, nionyesheni mimi, aruni madha khalaqu min al-ardh, kuna kitu wameumba katika sehemu ya ardhi, sehemu yao wameumba wao? Hakuna. Ukiwauliza man khalaqa as-samawati wal-ardha yaquluna Allah, watasema Allah wenyewe. Mnaabudu masanamu nini? Liqarribuna ila Allah zulfa, watusogezee salamu zetu. Tunawatumia wao kupeleka maombi ya maghfira. Ala, aruni madha khalaqu min al-ardh, hakuna. Taib, am lahum shirkun fi samawati, wana ushirika wote na Mwenyezi Mungu katika mbinguni huko, kwa ardhi hakuna. Je, mbinguni wameshirikiana na Mola Subhanahu wa Ta'ala? La, haiwezi kuwa. Taib, la tatu sasa, hayo mnaosema na kuamini nyie, kuna dalili zozote nzito zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu kama hao walioshusha vitabu? Am atainahum, au wamepewa kitabu, fahum, na ikawa wao ala bayinatin minhu, wana dalili kutoka katika kitabu hicho? La, hakuna. Bali ukweli ni huu, in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhuhum ba'dhan illa ghurura. Jia istighlal basi, walikuwa wajanja na wanatumilia wanyonge kwa kupata manufaa zao za kidunia kwa kuwadanganya. Udanganyifu uko wazi kabisa. Hawa adh-dhalimuna, wenye kudhulumu, wanafanya jinga wenzao, ya'idu wa ahid ba'dhuhum ba'dha, wenyewe kwa kuahidiana. Walikuwa wajanja kwa wale wanyonge kwa kuwadanganya, lakini maahidi yote uongo. Ya'idu illa ghurura, bas ni uongo tu. Na ghurur ni udanganyifu, wadanganya wenzao. الغرور أن تلبس الباطل فوق الحق لتجذب به الغير.
kufunika haki kwa kitu kilichokuwa batili kaonekana kama ni kweli kwa ajili ya kufunika kuficha haki. Ambapo insan ya al-insan ma gharraka bi rabbikal karim, kitu gani kilichokufanya wewe ukawa na ghurur mbele ya Mola wako al-Karim? Nataka kweli hasa ma gharraka bi rabbikal karim, au sio? Huyo neno kwamba kalimatul karim ndio lilifanya tuwe maghurur, kwa sababu karimu Allah wacha kufanya tunavyotaka ndio maana yake. Kwa hivyo kalimatul karim ya Mola, kwa hivyo Mola mkarimu tufanye tunavyotaka, kidanganya na watu huku tekeleza maslaha zako. Kwa hivyo ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Naam, hivi ndivyo wanavyodanganya wenzao. Kwa hivyo mambo haya matatu wanashindwa kuelewa, na ukweli hasa labda kutazama mtazamo mwingine kwamba masuala haya yanauliza kul araaitu, niambie kila aina ya watu wenye kuabudu ghairi Allah. Ukitazama wamesema qalat al-yahud Uzair ibn Allah, Uzair mtoto wa Mungu, amempatikia mtoto. Waqalat nasara al-Masih ibn Allah, wakasema ni Masih ni mtoto wa Mungu. Warabu wamesema ni malaika banatullah, watoto wa kike wa Mungu. Makufar Quraysh wamesema al-asl wal-awthan, masanamu yao shufa'aullah, wenye kuomba shufaa kwao. Usiogope masanamu yatatuombea shufaa kwa Mungu. Shufa'allahu lana 'inda Allah. Tayeb, na kila kitu kimesikia, kila kitu kimesikia maneno ya pumbavu haya yenye kuaminiwa na watu wasiotumia akili zao. Almalaika namesikia, jua, mwezi, upepo, bahari, ardhi, kila kimoja kimesikia na kinawaghadhibisha viumbe wote, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, hakuna chochote ila kinamsabihi Mwenyezi Mungu, hakuna kitu ila kinamsabihi Mwenyezi Mungu. وتسبحوا بحمدي كل كيت وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Sasa ikiwa makhlukati yote wanaposikia maneno haya, kama walisema waqalu ittakhadha ar-rahman walada, Mola amejichukulia mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, mmekuja na jambo la kuchukiza kweli kweli, jambo la kuchusha. Laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawat, ziko tayari mbingu yatafattarna, ukatika vipande vipande minhu, watanshaqu al-ard, na kupasuka ardhi kwa kusikia kauli kwamba Mungu ana mtoto. Vitu hivi sio kwa akili, vitu vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu ila al-jinn wal-ins bas. Makhluqat Allah wote vinamsujudia Mwenyezi Mungu na kumsabihi, na ardhi iko tayari kupasuka. Ndio singekuwa Allah alizuia. Watanshaqu al-ard, na ardhi iko tayari kupasuka. Watakhiru jibala hadda, na jabali iko tayari kuanguka ikipasuka vipande vipande kwa kusikia kauli kama hii. Nani anamghadhibisha Mwenyezi Mungu? Andau lirrahmani walada, kwa kule kauli ya binadamu kusema Mwenyezi Mungu ana watoto. Aslan wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, haipasi kwa Mwenyezi Mungu kujichukulia mtoto. Na katika hadithi inakuja qalat al-ardh, ardhi inasema nini?
ya rab, ewe mola, ya rab dhalli an akhsifa bibni adam al-ardh, nipe ruhusa nipasuke nimdidimize binadamu chini ya ardhi yangu. Ardhi inasema faqad ta'ima khairuk wa man'a shukruk, amekula khairi zako na akazuia watu shukuru. Ardhi inasema hivyo. Tayeb, na mbingu inasema nini? Wa qalat as-samaa ya rab adhalli an asquta kisafan, ewe mola nipe idhn na mimi katika vipande niwaangukie wa binadamu. Ala ibn adam faqad ta'ima khairuk wa man'a shukruk, wanakula khairi zako na wanazuia shukrani juu yako, hawataki kushukuru. Majabali unafikiri mnyamaza kimya na milima. Waqalat aljibal, na majabali wanasema ya rab idhan li an akhirra ala ibn adam, nipe ruksa nianguke juu yao na sage. Faqad ta'ima khairuk wa man'a shukruk, wakula khairi zako wakazuia shukrani wasikushukuru. Faqala ta'ala هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، إنه كان حليما غفورا، كما يربينا موجة نفسيما ويشو حلمي الله غفران الله. أو نزم بنسيما قال فقال تعالى دعوني وما خلقت، niacheni na nilivyoviumba. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum, lau mngelikuwa nyinyi ndio mmeumba basi mngeliwafanyia mkawarehemu. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum, kama mmeumba nyinyi basi mngeliwarehemu. Fa innahum ibadi, mjue kwamba hawa ni waja wangu. Fa intabu ilayya, kama watatubu kwangu mie. Fa ana habibuhum, na mimi kipenzi chao. Wakitubu, naam, mimi nitawapenda, nitawaghufiria dhambi zao, nitakuwa na radhi juu yao. Fa intabu ilayya fa ana habibuhum, mimi habibuhum, kipenzi chao. Wa in lam yatubu, na kama hajatubu, fa ana tabibuhum, mimi ndo daktari wao, najua vya kufanya. Subhanallah. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu namna gani anaghadhibika na haya yote, lakini kwa rehema zake anastahimili yote haya. Huwa Ghafur Rahim wa Halim Ghafur. Naam. Kwa hivyo ukitizama masala ya kwamba binadamu na kila kitu kinamsabihi Mwenyezi Mungu, na isipokuwa binadamu na ndio aliyokuwa akili huyo, pamoja na jini na insi hawa, hata Mwenyezi Mungu akaghadhibika nao, akasema sanafrughu lakum ayuha thaqalan, sanafrughu lakum, nitaacha kila kitu ulimwengu wote, nitaondoa, basi baina yangu mimi na nyinyi tu niko hisabuni, aljin wal ins. Sanafrugh alfaragh, yani natlubu alfaragha min ajlikum, natafuta wakati kwa ajili yenu, na nishaupanga, na nakuja ikifika siku basi astaghfirullah, sana tafuta kisha weka kishapanga kila kitu kwa mpangilio usiobadilika, wala usio change kabisa, wala kuharibika mpango wake. Subhanaka ya Rabb, subhanak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia ardhi na mbingu na ardhi, faqala laha lisamaa, yani huwa lilardi, na kuiambia ardhi itia taw'an au karha, njoni kwangu kwa utiifu au kwa nguvu, kwa kukirihishwa, mkitaka msitake. Qalata, mbingu na ardhi nasema nini? Ataina ta'i'in, tunakuja kwako tukiwa tunatii maamrisho yako. Kwa hivyo ndio mbingu, itla'i ma khalaqti fiki, toa vilivyokuweko, nilivyokuumbia kwa ajili yake,
wewe jua toa mwangaza na uzunguke mzunguko wako, ewe mwezi njoo waoneshe watu muda wako, na upokee nuru kutoka kwa jua ili wape mwangaza na kuwajulisha watu siku zao. Ewe nyota chomoza, uje yani ujipambe katika dunia hii na ukae tayari rujuma lishayatini wapiga mashetani. Ewe ardhi pasuka, utoe matunda na mimea na miti na maji na nini, haya yote hayo fanya kazi yako. Alafu na kila mmoja kapewa amri na akasema tunatekeleza kwa mujibu wa ta'iin, tunatii ya Rabb. Na kiasi washtuka apige kelele, wako tayari kupasuka, wacha nipasue ardhi wadidimie chini. Subhanallah. Inna Allaha yumsiku as-samaa, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Vitendo vyote hivyo wanaofanya hawa na hivi visokuwa na uhai na akili iliyopewa, visokuwa na akili, na wamesema tuachie tufanye yote haya. Mbingu inataka kudondosha vipande hivyo, ripue binadamu waangukie, jabali kadhalika na milima. Subhanallah. Bahari inasema wacha niwazamishe. Lakini Mwenyezi Mungu ameyakataa yote haya kwa rehema zake, akaizuia mbingu, akazuia na ardhi na kila kitu. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. معنى آية هي 41 ni kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yumsiku samawati, yeye ndiye anaizuia mbingu, wal ardhi na ardhi, antazula, zisiondoke pahala pake zikaenda pengine zikadondoka zikafanya wote. Yumsiku, yeye ndiye mwenye kuzuia. Inna Allah yumsiku samawati antazula, naam, anazuia zisidondoke. Na tukitazama masala ya kuzuia ardhi isidondoke, nataka maelezo kidogo, lakini kama ilivyokuja katika surati al-Hajj. Surati al-Hajj, Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya surati al-Hajj kwa kuzuia ile ويمسك السماء, katika aya ngapi? Aya 65 anasema ويمسك السماء أن تقع على الأرض, anaizuia mbingu isije ikaanguka chini ya ardhi, juu ya ardhi, isianguke juu ya ardhi illa biidhnihi, illa kwa idhni yake. Na idhni yake kusudio hapa pale tupotaka ilipuka kila kitu, hapo ndo idhni ametoa sasa tayari. Idha shamsu kuwirat wa idha samau fatarat wa idha aljibalu suyirat wa idha al-isharu utlat wa idha an-nujumu intatharat. Thumma aya sura 3 hizi, sura al-infitar wa inshiqaq, sura at-takwir, idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu qadarat wa idha aljibalu suyirat, الانفطار إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. Hapo tupata picture nzuri hasa ya siku ambapo ila biidhni, hapo inapotoka idhni, iza zuziyat al-ardhu zilzalaha. Hapo ndo idhni ya kwamba sasa hivi ilipuka kila kitu. Yawma natwi samaa katayi sijili lilkutub, kunja mbingu, ondosha zote, kila kitu kiondoke. Yawma tubadalu ardhu ghayra al-ardh was samawat, hapo tena ila biidhni, hapo tena
hakuna tena muhla, hakuna kungojea tena. Inna Allaha bin-nasi raufur rahim. Bila shaka ukitazama aya hii anasema inna Allaha bin-nasi raufur rahim, hakika kwa Mwenyezi Mungu kwa watu ni mwingi wa nini, wa huruma na mwingi wa rehema, kwamba kuzuia hizi mbingu zisianguke. Naam. Yawma ingelikuwa Mwenyezi Mungu hajazuia hivi, basi dunia ingelitoweka, hakuna nidhamu ingelikwenda sawa. Kila kitu kingeharibika, vitu vinakwenda ovyo ovyo vikigongana, hakuna mpangilio, hakuna mpango. Lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na huruma zake, ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. yote husimama kwa amri zake. Naam, na Mwenyezi Mungu inna Allah Ta'ala la yanam la ta'khudhuhu sinatun wala ardh, huwa qayyum as-samawati wal ardh, mwenye kusimamia na kutazama vote, wala yanbaghi lahu an yanam. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezuia hizi yumsiku as-samaa an tazula. Hii dalili kwamba mbingu hazina chochote za kutegemea au kuegemea abadan, lakini Mwenyezi Mungu amezuia biduni aamida rafa as-samaa bighairi amadin tarawnaha, bila nguzo ambazo unaweza kuziona. Bighairi amadin, haina amad tarawnaha, mnaona, au bighairi amadin tarawnaha, bila nguzo ambazo nyinyi mnaweza kuziona, yani ziko nguzo zake sionekana. Kwa hivyo kwa binadamu kasema ni gravity, center of gravity, si kitu gani, nguvu, special force za kuzuia nini, haya yote haya sema utakavyo, lakini Mwenyezi Mungu anazuia isidondoke. Anazuia. Na jicho la binadamu labda kitizama katika solar system yake, akatazama namna gani alaka ilikuwa katika familia kubwa hii, familia ya jua baba na familia za watoto, sayari zenye kuzunguka, Mars, Uranus, Neptune, Pluto, ardhi yetu, Saturn, also hizi zote hizi, Jupiter, hizi ziona zote zinazunguka jua, na kila moja yenye mwezi mmoja, qamar, nyingine hazina mwezi, nyingine zina mbili, nyingine zina tatu, kama watoto wenye kuzunguka ardhi yetu, na mwezi mmoja unazunguka ukitujulisha wakati. Wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas, mwezi unakuja kwa ajili ya kuwafundisha watu nyakati zao na haji pia kwenda kuhiji. Lakini ukitizama samaa, qasdi ya mtu mwingine labda ataona hizi ardhi yetu na tulichokiona jua na nyota nini. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu, na ukitizama chochote kile kilichokuwa juu ya kichwa chetu basi inaingia katika samaa. Chochote nje ya ardhi yetu, juu yetu sisi, basi ni samaa. Kuanzia hewa, anga, vitu ambavyo wenye kutoa mwangaza kama jua na nyota, illuminating objects, kama nyota, jua, non-illuminating kama mwezi na sayari nyinginezo, planets, utazikuta ziko, kuna nyingine nyota mkia kama zinaitwa comets, na asteroids, na vitu vyote ambavyo viko vimeshikamana kwa athari kubwa ya nguvu Allah wahdahu alam, ndio lazima yumsik samaa tazula, zimeshikiana kwa nguvu mbalimbali, kwa mivuto mbalimbali, kwa mwendo. Kama unajua tukichukua jiwe tukatia katika kamba alafu tukazungusha kwa nguvu, halianguki, au sio? Lakini ukilegeza spidi inadondoka. Moja katika nguvu, ikiwa nguvu hizo za mzunguko, ikiwa centrifugal forces, kitu gani, zote zile nguvu, sababu ya mwendo mkubwa. Tunaona wall of death, ukuta ule unazungusha ambao unazunguka pikipiki round mpaka unakuja juu, alafu ukipunguza speed wanashuka kidogo, wanashuka. Wakitaka kushuka lazima upunguze speed, wakitaka kuzunguka kuja mpaka juu lazima speed maalum. Ikivuka speed inayotakikana inakaa
inakuwa stable, hawezi kuanguka idondoke. Kadhalika hal nguvu hizo zipi? Allah wahdahu alam. Kama Sheikh Dr. Umar Abdul Kafi anatuelezea masala kwamba watu wanasema hii dhawahir, wanaona mambo kama Mwenyezi Mungu, inna Allah yumsiku samaa an taqa ala al-ard au an tazula, sidondoke, uizuia Mwenyezi Mungu. Watu wakasema, wataalamu wakasema jadhibiyat ardhia, center of gravity, gravitational force au nguvu nyinginezo hizi. Wanasema binadamu ndio anaona, lakini almu'min yara kulla shay'in, mu'min anaona kila kitu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa saghiri al-umur, ikiwa kabiri al-umur, vitu vidogo vitu vikubwa, anaona kwamba kila kitu kiko katika fi qabdati la wa fi yadi la. Yeye ndio mwenye kuongoza, yeye ndio mwenye kuviendesha apendavyo mwenyewe kwa nguvu yote anajua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akatoa mfano Dr. Umar Abdul Kafi, mfano wake mfano mtu akimchukua mtoto wake wa miaka 3, 4, 5 akaenda naye katika hall mbele ya stage, anaona vijisanamu vinacheza. Kwa mtoto mdogo anaona kila kitu kinakwenda ni kweli, lakini kwa baba mtu anaona wale watu wanazuia vikamba juu nyuzi vile wanavitikisa, mara tikisa mkono, mara tikisa mguu, na zile harakati zote anazijua kutokana na yule anazo control, wanakaa juu katika stage, au sio? Puppets on a string wanaita, puppets on a string. Kwa hiyo hapa kwa mtoto zile puppets anaona kweli chini. Kwa baba mtu wanaona yote hila na ujanja, lakini kwa ajili ya kuridhisha watoto. Hivi ndivyo muumini yote anavyoona kwamba kudra Mwenyezi Mungu zote ziko juu, zenye kuzuia, ndio kamba zenye zote zenye kuzuia hatamu za kuendesha kila kitu katika ulimwengu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposema samawati, kwanza tuile kisa cha Ahmed bin Hanbal wakati anaadhibishwa na anapigwa, yeye anakaa anacheka, yabtasim wa yadhhak. Wasema wale watu muriduna, wale wenye kumpenda, wanamwambia baadaye, sisi tunakuona unapopigwa nini, tunaudhika na tunalia, una uchungu. Akaambia, kuntum tarawna yad al-jallad, nyinyi mko kiona mkono wa nani, wa mpigaji tu. Ama ana fakuntu ara yad rabbil ibad, naona mkono wa ibad, basi naona kama pumbavu tu, amri kokote yuko. Subhanallah. Na hili jambo la mu'min, istislamu almu'min, anasalim amri jambo lake lote kwa Mola wake. Naam, everything in existence, kila kitu kiliko katika wujud, katika kuwepo katika ulimwengu, basi iko katika qabdhatullah. Qabdhatna wama qadarullah haqqa qadri, hajamkadiria Mwenyezi Mungu ipasavyo kadiriwa. Wal ardu jami'an qabdatuhu, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, na mbingu zote ziko katika mkono wake kumi. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika na kisha Mwenyezi Mungu. Kila kilichokuwa juu yetu sisi kiko katika samaa. Wewe kuanzia hewa hii, na hewa wanapotuambia hao wazungu wana science kwamba hewa ziko tabakati chungu zima, kuanzia kilomita 10 za mwanzo ambazo tunapata hii troposphere. Atmosphere yote imegawika, kuna troposphere, ukienda juu kidogo utakuta nini mesosphere katika kilomita stratosphere mpaka kilomita 40, alafu mesosphere mpaka kilomita 70 nafika. Kuna alafu stratosphere na kuna thermosphere, yani ionosphere. Hizi zote tabakati ya tabakati. Na hiyo thermosphere ambayo iko juu kabisa over 90 kilometers kwenda juu huko, hizo ndio inapata jua kali zaidi huko. Lakini Mwenyezi Mungu apanga kila kitu kwa ajili ya kuhifadhi dunia hii, ardhi yetu, na wenye kuishi binadamu na insi wa jini wapate nini neema zote hizi, halafu wanakufuru.
Ukitizama hizi zote, anga lilokuwa juu na vyombo vyote vilivyokuwa juu, kila kitu kinakwenda, kila kitu kilichokuwa fil wujud, in existence, katika chenye kuumbwa kinatumika ghairi ya binadamu, basi yajue kwamba vitu vyote hivi vinaendeshwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu anaviendesha vitu hivi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavizuia vitu hivi, basi kwa binadamu. Unapoambiwa tazameni juu, yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardh, ajue kwamba Rabbana ma khalaqta hadha batila. Anapotafakari katika kuumba kwa mbingu na ardhi na kuja na usiku na mchana, hajaumba bure bure tu hivi. Subhanak, bila shaka dalili lengo huko mbele. Faqina adhaban nar ya Rabb, tuepushe na moto. Nini moto? Siku adhabu yake siku hiyo inshallah. Mwenyezi Mungu Ta'ala katika aya hii, inna Allah yumsiku samawati wal ardh an tazula, anatuambia maneno haya kama utizama namna gani Mwenyezi Mungu katika kutulinda ametujengea ozone layer, tabaka ya ozone huko nje baina kilomita 20 mpaka 30. Hii kazi yake basi kuzuia, kupunguza nini? Kupunguza jua ukali wake, kwa sababu jua kama wanavyosema wataalamu inafika temperature yake 20 million degrees. Aniambie, na huu mwendo ukitizama, kwa sababu jua linazunguka na spinning na rotation yake ambayo inachukua 25 days zetu kisabu. Sisi ardhi rotation yake kuzunguka ni sun axis inachukua masaa 24 na tukapata usiku na mchana. Hili jua katika kuzunguka ina mwendo wake, na ardhi ina mwendo wake, na mwezi unazunguka ardhi yetu. Ardhi yetu inapozunguka ina orbit yake, njia yake, lakini hali inakwenda katika orbit ile duara, inazunguka kwa siku 365 na robo siku. Kuna mwendo wake. Kuna baadhi ya wakati inakuja likasogea karibu na jua katika elliptical movement yake, haiendi exactly katika mstari tu wa duara ikazunguka, la, kuna movement ikenda, inakuja wakati inakurubia karibu na jua, na kuna wakati inakwenda mbali na jua. Hii katika movement yake, January 3 wanasema inakuja karibu, na July 4 inakuwa mbali, na time zile inaposogea, kama itasogea masafa madogo tu, basi within a second itayuka ardhi yote na kila kitu kilichokwenda kwa jua. Na ikienda mbali itapiga ubaridi kuliko barafu minus ngapi, si degrees chini. Lakini hata katika movement yake hii kuna wakati ambao unapokuja karibu na jua, ambayo wanaita perihelion, na peri bimaana nia, na unapokuwa mbali inaitwa aphelion. Na hizi Mwenyezi Mungu amepanga mipangilio kwa kamili na hisabu kamili. Unaposogea karibu na jua inapungua baina masafa, unajua tunasema kilomita 150, kilomita roughly 150 milioni kilomita, sio? Inaposogea mpaka inakuja 147 point something million kilometers, na inapokwenda mbali mpaka inafika 155. Kuja kwa karibu kutasababisha kuungue. Mwenyezi Mungu anajalia kwamba ardhi yenyewe inakwenda kwa spidi kubwa zaidi. Spidi ile inazalisha force fulani ya kwenda mbio kukimbia jua na kuzuia ile jua kwa ukali wake lisiunguze. Subhanallah. Kwa hivyo inakwenda mbio inapokuwa katika nini? Katika perihelion period, na inapokuwa mbali ya perihelion period inaweza kugeuka kuliko theluji kwa baridi. Kwa hivyo inakwenda taratibu ili nini? Isiyayuke. Subhanallah. Sama kila kitu kwa mpangilio, kwa hesabu kubwa. Hivyo wanasema wataalamu wanagundua, lakini wa kila shay indahu bimiqdar, kila kitu anakipeleka kwa kukadiria, kwa hesabu kubwa. Wallahi kuna juzi nimerushiwa ndege wanaitwa Zarzur wanakwenda kwa mamilioni, wanaruka juu. Hata ujue utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndege wanaporuka wanafanya shape mbalimbali kwa spidi kubwa. Shape mbalimbali wanafanya juu anga.
mara waendevi, mara miguu kama nyangumi, mara kama shepu gani, wakuja chini wanakwenda juu namna gani, kwa spidi kubwa hiyo wanapishana. Mathematics gani utoketumia binadamu, a million ways au steps wanazopita, sio moja au mbili, za vipi kupishana bila kugongana, bila kupunguza spidi, kila kitu wanavyofanya, shape wanaotaka Mwenyezi Mungu. Subhanallah. Huwezi binadamu, huna uwezo wa kuweza kujua ile movement aliyowajalia, aliyokadiria wale ndege kuzuka, wanaitwa zazur. Ukitazama katika YouTube unaweza kuona ndege mwendo, utasema subhanaka ya Rabb. Ili kutuonesha binadamu elimu yote iliyokupeni na chochote yenyewe. Igeni chukua 1% ya elimu wanaoitumia mathematical calculations zao, na magari yanavoruka, na vipi wanavojuana, na vipi step wanazokwenda. Subhanaka ya Rabb. Leo kenda baharini, vijisamaki vidogo Mwenyezi Mungu amejalia, wakati mwingine samaki wanakwenda wanafanya shape, wanapoungana wakaenda pamoja, utafikiri samaki mkubwa. Wanajiunga samaki mpaka wanafanya ile shape ya samaki. Sasa ikawa mkubwa, wanakwenda hata samaki adui anakuja mbaya, mna samaki mkubwa ile sende pigia. Subhanaka ya Rabb. Na mambo mengi haya Mwenyezi Mungu anatuonesha sisi, tuonesha utukufu wake. Na akasema pia katika aya hii ya 41, inna Allaha yumsiku samawati wal ardha an tazula, nazuia mbingu na ardhi zisidondoke wala zisiondoke pala pake, zisiye katika zawali, yani kuondoka. Wa alafu akasema wa la in zalata, wa in kama ingelitokezea, lakini haitokezei. Idha ndio inakuja, idha jaa nasrullah, lakini in pindipo haki. Wala in na rehma kubwa, wala in zalata, na zingeondoka. إن أمسكهما، إن بمعنى ما أمسكهما، hakuna للنفي. إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد، yote hakuna min ba'dihi, yani hakuna Mungu mwingine, ni mimi tu. Nataka kumwabudu nani ambaye hawezi hata kuzuia mbingu? Wacha vingine vyote huko, mbingu hazikuzuia min ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Kwa nini katumika halim na ghafura hapa? Kuna taja masala ya mbingu kuzuia nini, labda inshallah darasa kesho inshallah tutaendelea na aya 42 inshallah. Hadha wallahu a'lam.